Bwana Yesu asifiwe. Hongera kwa kuvuka nusu ya mwaka 2026. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema aliyotupa kuanzia mwaka umeanza. Tumekuwa na ratiba za maombi na ratiba za kujifunza mambo mbalimbali. Na ninakumbuka mwezi wa 5 mwanzoni, tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, nilifundisha somo la kutambua majira ya kudhihirika kwa mtu. Na somo hili lilikuwa baraka sana, na tukajifunza mambo mengi, na tukaomba na tukafahamu watu wa kuambatana nao kwenye nyakati fulani. Na ninamshukuru Mungu kwamba katika mwanzo wa miezi 6 ya pili ametupa neema tena ya kuwa na siku moja peke yake. Siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka huu tunajifunza habari ya utambulisho wetu. Na katika kipindi hiki naomba nikupe uhakika ya kwamba utakapojifunza, utakapohudhuria kipindi hiki, hakika hautatoka vile ulikuwa. Kuna kitu ambacho kitaongezeka kwenye maisha yako. Kumbuka habari za ufahamu. Mungu anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake kuna mahali ambako mtu anatakiwa kuvuka. Kuna mahali ambako mtu anatakiwa kupiga hatua. Kuna huduma ambayo lazima iongezeke, ikue. Ila kwa nini inaweza isiongezeke? Kwa nini mtu anaweza asipige hatua? Kwa nini mtu anaweza asianze kuomba? Kwa nini mtu anaweza kuzuiliwa njiani? Kwa sababu hajafahamu. Na nimekuwa nikifundisha mara kadhaa nikasema, nguvu pekee aliyonayo adui ni ujinga wa mtu, ni kutokufahamu kwa mtu. Popote ambako una ufahamu nako, hakuna chochote kitakusumbua. Sasa ninatamani katika majira haya tunapoelekea mwisho wa mwaka, tufahamu utambulisho wetu. Nataka nikuambie hii kwamba ulimwengu wa roho huwa una namna unavyotutambua. Kama ambavyo ulimwengu wa mwili kuna namna tunatambulika. Yaani vile ambavyo uko kimwili watu wanakujua wewe ni mtu wa namna fulani, ndivyo ambavyo katika ulimwengu wa roho kuna namna unajulikana. Sasa usipokuwa makini, unaweza kwenye ulimwengu wa mwili ukajulikana kama mtu mzuri sana, ukajulikana kama mtu anayejitoa sana kwa watu, mtu anayetoa sana sadaka. Ila katika ulimwengu wa roho unaweza ukajulikana kama mfungwa. Na yako mambo mengi ambayo Mungu atakufunulia katika kipindi hiki cha kujifunza habari za utambulisho wetu. Karibu, karibishe na mwingine, msipange kabisa kukosa. Kipindi hiki kitakuwa cha baraka sana kwenye maisha yetu, tukijifunza juu ya namna ambavyo Mungu alituumba, namna ambavyo Mungu alitutengeneza. Kuna aina ya ufahamu ukiwa nayo utagundua hakuna kitakachoshindikana kwako. Kuna aina ya ufahamu ukiwa nayo utagundua kuna mahali ambako wengine wanaweza kuzuilika, wengine wanaweza wasivuke, ila wewe ukavuka. Kwa nini? Kuna neema ya ufahamu nayo. Popote ambako mtu anafahamu, anatawala. Yule mwenye hekima ndiye anayetawala. Yule mwenye hekima. Hekima ni nini? Ni application ya unachojua. Hekima ni nini? Ni kutumia ufahamu ulionao. So mtu yote ambaye ana ufahamu na huo ufahamu anautumia, hekima, maana yake ana uwezo wa kutawala popote, chochote, kivyovyote. So kuzuiliwa hakutakuwa fungu lako wakati ambao nuru ya Kristo imeangaza ndani yako. Nikukaribishe sana, mkaribishe na mtu mmoja kwa ajili ya Bwana. Tujifunze habari za utambulisho wetu, na tutakuwa na maombi ambayo yataanza saa 4 kamili usiku mpaka saa 6. Tunatamani tumfanyie Mungu ibada ya maombi. Tumuombe Mungu atufunulie utambulisho wetu, ili rohoni tutawale na mwilini tutawale. Utambulisho wetu lazima tuufahamu, lazima tuujue, na lazima tuuishi ili tuwe na matokeo. Mungu akubariki sana. Karibu na mkaribishe na mwingine. Amen.